Mkurugenzi mtendaji wa Holy Smile Arnold Bwichumu ametoa wito kwa Watanzania kushiriki uchaguzi mkuu Oktoba mwaka huu ili kuweza kuchagua viongozi watakaotumika kwa kipindi cha miaka 5. Bwichumu ametoa wito huo wakati wa utoaji wa tuzo za wadau shupavu zilizofanyika katika ukumbi wa Bariadi Conference na kuhudhuriwa na makundi mbalimbali walioshiriki tuzo hizo, wakiwemo wapiga picha, washereheshaji na wajasiriamali. Awali taarifa inatolewa mbele ya mgeni rasmi, katibu utawala wa wilaya Bariadi Justin Manko. Siku wa wadau shupavu mkoa wa Simiyu 2025. Usiku wa wadau shupavu na tuzo za mdau shupavu ni hafla maalum iliyoratibiwa na taasisi ya Holy Smile kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo mkoa huu wa Simiyu. Tukio hili linafanyika kwa mara ya kwanza katika mkoa wetu huu wa Simiyu. Lengo kuu la hafla hii ni kutambua, kuthamini na kutoa tuzo kwa wadau wa maendeleo, taasisi, vikundi na mashirika ambayo yameonyesha juhudi za kipekee katika kuleta maendeleo ya kijamii, ya kiuchumi, kiafya, kielimu, kimazingira na kitamaduni katika mkoa wetu huu wa Simiyu. Ana vizuri. Kwa hiyo hawa waliowania tuzo ndio wanao-ipromote Simiyu. Tunawaomba kama kuna MC, hakuna haja ukodi MC kutoka Dar, hawana chochote. Tuwasapoti watu wa wapi? Wa nyumbani. Kama unahitaji kutengeneza makeup, haina haja ya kwenda Mwanza. Wafuate kina Touch by Winnie, wakutouch kidogo upendeze. Kama unahitaji dawa, haina haja ya kwenda Mwanza, nenda pale kwa Rozi, pata dawa zako. Ukiona kwamba una imani naye, mtafute mtaalamu wako akupeleke lakini kwa Rozi upate dawa. Kwa tunaomba wadau shupavu, adui wa kwanza wa Simiyu ni nyinyi wenyewe. Mtu anafanya kidogo, majungu ni mengi kuliko unachompatia. Kuna watu walianza biashara zao, mliwazungumza sana, lakini ukiangalia hakuna hata siku moja kama uliwahi kumchangia. Yule hajui kusuka, ulishaenda kusuka kwake, anaambiwa tu. Yule hajui kuongea, wewe unajua kuongea. Kwa ndugu zangu niwaombe, tuwasapoti watu wa Simiyu. Simiyu wanaweza akawa kama watu wa Dar. Tunatamani tuchukue MC atoke Simiyu aende akafanye show Mwanza. Tunaweza hatuwezi? Sisi ndio wa kwanza kuwapa heshima hawa watu. Tuwaombe. Sisi kama Holy Smile tumekuja hapa kuleta nidhamu na heshima. Kwa wale wote ambao wanabeza Holy Smile tunawapokea na tuko live, tutawapokea zaidi. Wale wote ambao wamepokea Holy Smile tunawashukuru sana, ikiongozwa na ofisi ya mkurugenzi chini ya idara ya utamaduni. Na ushupavu kwa kuja. Lakini naomba niseme neno moja. Sisi kama Holy Smile tumeamua kuwatambua wadau shupavu hawa. Changamoto ni nyingi sana, lakini tumejipanga kuzikabili na tuko serious na tuko live kuzipambania na kupambana nazo. Sisi tunapamba na kupambana. Ndugu wadau shupavu, dada yangu Rozi, tunashukuru sana kwa kuja. Wadau shupavu wote, mheshimiwa hakimu na viongozi wote mliokuja hapa, Mungu awabariki sana. Lakini kwa miaka kadhaa tumeona mikoa ikifanya vitu vikubwa vizuri. Tumeona sasa kama Holy Smile tumekuja live Simiyu. Odi Simiyu. Odi Simiyu. Odi Simiyu. Jukwaa mengi makubwa. Leo hii Halvates Tanzania, karibuni sana. Mnafanya kazi nchi nzima, lakini kwa nini mchagua Simiyu? Ni kwa sababu mnaamini kwamba Simiyu wanahitaji kupata huduma kama ya kwenu. Kwa nini Rozi asingeenda kufungua pharmacy Mwanza ila akaamua ainvest Simiyu? Ni kwa sababu anatamani Simiyu wapate kitu kizuri. Kwa nini Simiyu Money Service asingefungua maeneo mengine? Lakini maana kwamba Simiyu anaweza akafanya uwekezaji. Nitumie fursa hii kuwaomba wadau shupavu wote, tunatamani tuone kumbi kubwa kama hizi zaidi ya hii ambayo tumekaa leo. Lakini pia niwaombe Oktoba twende tukapige kula. Sikwambii kumchague nani, lakini nenda kampigie kula kiongozi ambaye unahisi atafaa kuwa kiongozi wako.
Miaka 5 hii ukibeza kwenda kupiga kula, umepoteza haki yako ya msingi. Kwa ni waombe, Oktoba tunafanyaje? Oktoba tunafanyaje? Oktoba tunafanyaje? Oktoba tunafanyaje? Oktoba tunafanyaje? Baadhi ya washiriki wameshukuru kwa tuzo hizo. Hana miliki na mwanzilishi wa Mido TZ Studios na Mido TZ Media. Leo ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa mmoja ya washindi katika hizi tuzo. Tuzo hizi zinaleta chachu kwetu sisi wajasiriamali ambao tumemaliza masomo na kuamua kujiajiri. Kama ambavyo sera ya taifa letu sasa hivi inahimiza vijana kujiajiri, kwetu hii ni chachu kubwa. Chachu kwa maana mbili. Moja, inaenda kutufanya tuongeze ubora na hadhi ya kazi zetu, lakini pia inatupa chachu ya kupata kipato zaidi ambacho kitapelekea sasa hata sisi kuajiri vijana wengine. Lakini pia hata wale ambao hawajapata tuzo hii ni chachu kwao sasa kuongeza juhudi. Wakiongeza juhudi kutakuwa na ushindani mkubwa. Ukiwa na ushindani mkubwa, tunaenda kuboresha sasa kazi kwa ujumla watu huduma wote hapa mkoani Simiyu. Kwa majina naitwa Malango Machibia, ni mkurugenzi wa kampuni ya Makensa ambayo inajihusisha na ukandarasi wa nguvu kazi, yani labor base. Sisi kama wajasiriamali tumepokea kwa nguvu na tumepokea kwa furaha, ili tukio ambao tumeweza kufanyiwa na wadau shupavu limeweza kututia moyo kuweza kuendelea kuchapa kazi bila kuchoka, na tukizingatia nchi yetu ni amani ambayo inaturuhusu kufanya shughuli zote za kijasiriamali. Katibu Tawala wa Bariadi Justin Manko amewashukuru waandaaji wa tuzo hizo za Holy Smile na kuahidi kushirikiana nao katika matukio mbalimbali. Ni mara ya kwanza, si ndio? Kwa hiyo tunakupongeza sana mkurugenzi pamoja na timu yako kwa jambo jema ambalo umelifanya katika wilaya yetu ya Bariadi, lakini na mkoa wa Simiyu kwa ujumla. Leo tulikuwa tunasherehekea zaidi ya tuzo. Tulikuwa tunasherehekea kujitoa, juhudi na uthabiti. Kila mshindi aliyopo hapa hakufika kwa bahati nasibu. Amefika kwa sababu ya kufanya kazi kwa bidii, kwa sababu ya kutokata tamaa, na kwa sababu ya kuamua kusimama imara hata pale hali ilipokuwa ngumu. Kwa hiyo tunawapongeza sana wote ambao wameshinda tuzo hizi. Naomba tuwapigie makofi wote kwa pamoja. Ndugu washiriki, tuzo hizi ni ishara kwamba jamii inaona, inathamini na inatambua mchango wa kila mmoja wetu, na zaidi ya hapo ni msukumo wa wengine kwamba kama wao wameweza, naamini awamu nyingine sisi tutafanya vizuri na tutaweza kupata tuzo hizo. Jumla ya tuzo 15 zimetolewa kwa wadau shupavu kwa kutambua mchango wao katika jamii.